nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Rafiki, uwe na midawamu. Yesu, Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Sasa basi, baada ya wimbo huu, ninapenda sasa kualika katika somo la juma hili. Somo la juma hili ni mada ambayo inakuja kwa mfumo wa swali, ikiuliza ningefanya nini zaidi? Na fungu letu elekezi linatoka katika kitabu cha Yohana 18 mstari wa 37, nalo linasema, basi Pilato akamwambia, wewe u mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Wapendwa, katika somo la leo ni Mungu sasa anatamani kuona viumbe vyake wakijibu maswali machache kutoka kwake. Lakini kabla ya kuona viumbe wake wakimjibu, ni kuonesha pia upendo wake wa dhati kwa watoto wake. Mpaka kufikia siku hii ya leo, tumeona Mungu anavyojifunua kwetu kwa mifano. Tumeona Mungu akijifunua kwetu kama mtoto anayependwa. Tunamuona Mungu anajifunua kwetu kama mkulima mwenye shamba pamoja na dhabibu. Lakini tumekuwa tukimuona pia Kristo akijishughulisha kwa ajili ya maisha yetu. Na katika hili somo, kila mmoja wetu ni lazima afahamu kwamba kile alichokifanya Yesu msalabani ndiyo jumla ya mambo yote. Yaani kile kilichofanyika pale msalabani, kifo cha msalaba ambacho Kristo alikufa pale msalabani, kilikuwa kimebeba hatima ya maisha ya kila mwanadamu anayeishi katika sayari dunia hivi leo. Na kwa sababu hiyo basi, Mungu anatamani kutuonyesha sasa kwamba watu wengi ambao leo wanaonekana kuwa ni waovu kwa namna moja au nyingine, au vile tunavyouona uovu unavyoshuhudiwa na kuleta upingamizi, lakini pia unavyoweka watu wa Mungu kukata tamaa mbele ya Mungu wao, lakini pia ambavyo tunaona uovu ambavyo umeleta mateso kwa wanadamu, lakini tunamuona Mungu alivyo mwema kwa vile ambavyo mpango wa ukombozi aliuweka kwa watoto wake. Kwa hiyo leo Mungu anapotuuliza ningefanya nini zaidi, inatuletea utambulisho halisi wa kila ambacho Pilato alikisema kwa umma, kwamba akimuuliza Yesu mwenyewe kwamba, je, hivi wewe ndiye yule mfalme? Unajua, swali hili halikuanza kwa Pilato peke yake. Ukisoma historia na kueleza hata walimu wa dini, yani leo tungesema hata makuhani, walikuwa wanauliza, mbona huyu anajiita Masihi? Kwani nani alimthibitisha? Wayahudi kwa kejeli kabisa waliulizana, hivi si ndio tuliye mgonja? Hasa anawezaje kuzaliwa holini mwa ng'ombe, halafu sisi atuokoe kutoka katika huu utawala wa Warumi ambao upo na tunateswa nao, na tulimngoja mfalme ili aje atuokoe? Na
walisahau jambo moja la msingi sana, kwamba kumbe Kristo alichokuja kufanya sio kuwaokoa Wayahudi kutoka katika utawala wa Warumi, ni kuokoa ulimwengu kutoka katika uovu na dhambi iliyokuwa imeruhusiwa na wazazi wetu wa kwanza. Kwa kila mmoja wetu ni lazima sasa afahamu kuwa Kristo alichokifanya pale msalabani kinadhihirisha upendo wake mkuu mno kwa watoto wa Mungu. Lakini katika siku ya Jumapili somo letu linamuelezea Kristo aliye mshindi. Lakini pia katika siku ya Jumatatu ni somo letu linamuelezea mwenye haki na mwenye kuhesabiwa haki. Na kutoka katika somo la Jumatatu, Jumanne inasema wimbo wa mpenzi wangu, na Jumatano nasema mfano wa Kristo wa shamba la mizabibu. Alhamisi anasema kulithibitisha jina la Mungu, na siku ya Ijumaa anasema habari ya kujifunza zaidi. Sasa ninaomba tu kwa dakika hizi 7 zilizobaki kufika saa 3:50, na ninaomba nizitumie kufanya thamale ya kila kitu ambacho tunapaswa kuondoka nacho na tunapaswa kujifunza kwa kila mmoja wetu. Na baada ya hapo, kwa upande wangu nitakuwa nimefikia tamati na kuwakaribisheni watu wa Mungu. Kama kutakuwepo na mtu atakayekuwa na nyongeza, na natarajia nyongeza nyingi sana, lakini pia natarajia kuona watu wa Mungu wakiuliza maswali kama kutakuwepo na issue yoyote ya mtu wa Mungu ambaye hajaelewa. Katika siku ya Jumapili alipokuwa anazungumza habari ya Kristo ambaye ni mshindi, inaonesha jambo la kwanza kabisa ambalo tunapaswa kutoka nalo katika hii siku ya Jumapili ni kwamba Kristo alikuja ulimwenguni ili kuushuhudia ukweli, kwamba uongo ulikuwa umeruhusiwa katika sayari dunia. Sasa ukweli unakuja kushuhudiwa na Kristo mwenyewe ili kuja kuwaonyesha watoto wa Mungu kwamba kile kinachopaswa wakifanye ni hiki. Ukweli juu ya maisha ya mwanadamu yalivyokuwa yanapaswa yawe, Kristo aliyafunua. Lakini ukweli juu ya ukombozi wa maisha ya mwanadamu kutoka dhambini pia Kristo aliyafunua. Na kwa kufunua huo ukweli wote akauweka wazi kwetu, ndio sasa anatuuliza, kwani wanangu, watoto wazuri, mimi ningefanya nini kingine cha zaidi kuliko ushindi huu ambao nimeufanya? Kwa Kristo anapoufunua ukweli huu ndani yetu na kwetu sisi, inatupatia nguvu na ujasiri wa kuendelea kumpenda na kuishi kama yeye anavyotamani watoto wake tuishi. Lakini pia kuna jambo ambalo natamani pia tujifunze. Kristo alipokuja duniani alionyesha hatima ya kiumbe hiki ambacho kiliasi, yani Shetani, kwamba hukumu yake sasa imeshakuwa tayari. Yeye ameshashindwa na amehukumiwa. Na kwa sababu Kristo ni mshindi, hakuna nafasi nyingine ambayo Shetani anaweza akaitumia kurejesha ule wema wake aliokuwepo nao zamani kabla ya uovu haujaonekana kwake. Kwa hiyo, na kabla sasa hatujahitimisha, natamani kuingia katika maombi. Na kwa namna ya pekee leo ninaomba atakayetuongoza kwa maombi haya awe kaka Obadia saidia. Lakini kabla kaka Obadia hajaenda kuomba, naomba nitoe tu mambo machache ambao leo pia tutayaombea. Kaka Obadia, utaendelea kuomba kwa ajili ya ministry yetu. Mungu atusaidie kufikia njozi kubwa ambayo Mungu kila mmoja wetu ameweka kwa ajili ya kazi yake. Lakini pia jambo lingine ambalo leo ninatamani kila mmoja wetu na tuombe, kuna changamoto ya marafiki zetu ambao wengine afya zao sio nzuri. Mungu awasaidie wale wanaojisikia vibaya, wanaoumwa. Ninaomba basi Mungu aendelee kuwasaidia na kuwapigania. Lakini pia tuendelee kuomba kwa ajili ya wazazi wetu. Jamani, hata kama tumeshaanza kujitegemea, ipo nguvu kubwa na juhudi nyingi ambazo wazazi walifanya kwa ajili yetu toka tukiwa wadogo mpaka kufikia hapa. Tunao wajibu pia wa kuwapeleka kwa Bwana hata siku hii ya leo.
Na familia ambayo leo pia tutaiombea, tunaomba tuombee familia ya Madam Elimwema. Kwa hiyo kaka Obadia utaiombea familia ya Madam Elimwema na hayo mengine ambayo tumeyataja. Ninaomba kaka Obadia, karibu sana kwa ajili ya ombi. Tunashukuru Mungu kwa ulinzi wako na upendo wako. Umekuwa mwema, hata umekuwa kiongozi, umekuwa msimamizi wetu. Tulikuwa na kipindi hiki wiki iliyoisha, umetukutanisha tena siku ya leo. Jina lako litukuzwe sana. Katika masaa haya tunakuja tukiwa ni wenye shukrani, ni wenye kurudisha sifa na utukufu kwako, kwa kuwa ni mengi umetutendea. Mengine tulikuomba na mengine hatukukuomba, lakini kwa kuwa ulitambua ni mahitaji yetu, basi Baba ulitukirimia. Katika masaa haya tunakuja miguuni pako tukiomba msamaha wa dhambi na makosa ambayo tumekuwa tukikukosea. Yapo ambayo tumekuwa tukiyatenda aidha kwa kujua, mengine kwa kutokujua, mengine tumekuwa tukiyafanya sirini, mengine tukiyafanya hadharani. Yote hayo Baba umeendelea kuyafunika. Tunaomba upendo wako na damu yako iliyomwagika msalabani ikatusafishe, ili tukapate kibali mbele zako na kujiandaa ujapo mara ya pili tuwe miongoni mwa wale watakao kulaki. Lakini Mungu, katika masaa haya tunaleta ministry yetu katika mikono yako. Endelea kuwa kiongozi. Wewe uliyeweka njozi hii kwa viongozi wetu na kuisimamisha ni kwa ajili ya kazi yako. Hivyo Mungu, tunakuomba Roho Mtakatifu aliyewaongoza na kuanzisha njozi hii ya kuwa na ministry hii, basi Mungu kaweze kuisimamia ikaweze kutimiza lengo ambalo umetamani liweze kutimia kupitia ministry yetu. Hivyo Mungu, tunakuomba watu watakapokuwa wakiungana nasi, basi wakaone ukuu wako na ikawafikie wengi, na wengi wakajiandae na ujio wako wa mara ya pili. Lakini katika masaa haya wapo ndugu zetu, wapo rafiki zetu, wapo jamaa zetu ambao hali za afya zao si nzuri, na wewe Mungu wafahamu, na wewe ndiye tabibu mkuu. Ndio tuweza kupata matibabu kutoka kwa madaktari wetu, lakini mponyaji mkuu ni wewe. Hivyo Mungu, kupitia matibabu wanayokuwa wakiyatumia, basi mkono wako wa uponyaji ukaweze kuwagusa na kuwaponya. Amina. Kaka Obadia, Mungu akubariki sana. Wapendwa, sasa tumefikia mwisho wa programu ya ibada ya siku hii ya leo. Bwana awabariki sana. Japo nimeona huku kaka Matokeo ameomba mtu mmoja aimbe wimbo hapa. Ya, nimeona kaka Matokeo umeomba niimbe, rafiki yangu. Sasa mimi ninaona kama muda umeisha, sijui sasa waabudu wanasemaje. Uimbe. Okay, basi sawa. Nasafiri mwenyewe bila tahadhari, nakatishwa tamaa na dhambi moyoni, nitamwita nani anisaidie? Safari yazidi kuwa ngumu, nasafiri mwenyewe bila tahadhari, nakatishwa tamaa na dhambi moyoni, nitamwita nani anisaidie? Safari yazidi kuwa ngumu, nyayo zimeshachoka njia ya msalaba, kubeba msalaba mwenyewe siwezi, nitamwita nani anisaidie? Safari
yazidi kuwa ngumu. Nyayo zimeshatoka njia ya msalaba, kubeba msalaba mwenyewe siwezi, nitamwita nani anisaidie? Safari yazidi kuwa ngumu. Yesu Bwana wangu, ninakuja kwako, kutembea dhambini sasa nimechoka, na ninapokuja kwako nipe farijiko, safari itakuwa rahisi. Yesu Bwana wangu, ninakuja kwako, kutembea dhambini sasa nimechoka, na ninapokuja kwako nipe farijiko, safari itakuwa rahisi. Nitamwita Yesu anisaidie, safari itakuwa rahisi. Wapendwa, Bwana abariki. Nabarikiwa na wao wimbo.